Assalamu alaikum mtazamaji wa ZVP Online TV, bila shaka hujambo na karibu. Bana, neema inazidi kuendelea hasa sehemu mbalimbali kuhusiana hasa na swala zima la misikiti. Kama una kumbukumbu nzuri, watu wengi kitendo cha kufungwa misikiti na kutokufanyika ibada ni swala ambalo watu wengi linakuwa linawagusa, watu wengi linakuwa linawaumiza, na ni jambo ambalo baadhi ya watu wanasema kwamba hili jambo linakuwa ni hatari sana, hasa pale mtu anapochukua hatua ya kufunga misikiti. Japokuwa swala hili katika sheria ya Kiislamu haina shida pindi ambapo inaonesha kwamba kutatokea athari au janga ambalo inaweza kuleta shida na watu wakaathirika zaidi. Lakini hivi karibuni tumeanza kujionea kwamba baadhi ya nchi mbalimbali zimekuwa zikifungua nyumba za ibada, hususani makanisa, lakini pia na misikiti ambayo waumini wake huswali sala 5 humo kwa siku nzima, baada ya miji mingi. Lakini sasa tunaenda kushuhudia hasa kuhusiana na nchi ya Nigeria, ambayo pia ni nchi ambayo ina Waislamu wengi. Pia ni moja ya nchi ambazo zimefungua misikiti yake. Nigeria imeanza kuondoa zuio na kulegeza sheria kali zilizokuwa zimewekwa kwa ajili ya kuzuia kuenea ugonjwa wa COVID-19 ulioua mamia ya watu nchini humo. Kwa mara ya kwanza baada ya wiki 10, waumini wa Kiislamu katika mji mkuu wa Abuja siku ya Ijumaa walishiriki sala ya Ijumaa katika misikiti mbalimbali jijini humo. Waumini walipima kiwango cha joto la mwili kabla ya kuruhusiwa kuingia misikitini, huku wakilazimika kuchunga sheria ambazo zinatolewa na Wizara ya Afya. Hata hivyo, shule na viwanja vya ndege vimeendelea kufungwa nchini Nigeria tangu lilipoanza wimbi la maambukizi ya corona hadi hivi sasa. Nigeria imeweka sheria kali za kukabiliana na ugonjwa huo ulioenea dunia nzima. Hadi kufikia sasa, nchi hiyo iliyopo magharibi mwa Afrika ilikuwa imenakili kesi za virusi vya corona, kesi zaidi ya 15,000 za watu walioambukizwa ugonjwa hatari wa corona, ambapo watu zaidi ya 300 wamefariki dunia. Licha ya kuongezeka kwa kesi za virusi vya corona barani Afrika, bado nchi nyingi za Afrika zimeendelea kulegeza na zingine zimeazimia kulegeza sheria zake juu ya tahadhari ya maambukizi ya virusi vya corona. Hivi karibuni nchi ya Tunisia ilifikia uamuzi wa kufungua mipaka yake ili kuokoa sekta ya utalii, ambapo nchi hiyo iliyopo kaskazini mwa Afrika inatarajia kufungua mipaka yake Julai 27. Mimi ni Hassan Yusuf, ZVP Online TV.